Gachanga ni miongoni mwa waathiriwa wa maandamano ya kupinga bei ya mafuta yaliyofanyika Jumatatu tarehe 18 Mei. Polisi wanadaiwa kufyatua risasi kiholela katika nyumba ya makazi eneo la Mukuru, wadi ya Roysambu katika kaunti ya Nairobi. Jumatatu mwezi Mei tarehe 18 majira ya saa 10:30 jioni, mashuhuda wanasema maafisa wa polisi walishuka karibu na majengo ya makazi eneo la Marurui, Roysambu na kuanza kufyatua risasi kiholela. Prudence Amali mwenye miaka 20 anadaiwa kupigwa risasi kifuani alipokuwa akirudi nyumbani baada ya kununua chakula cha mchana. Alipelekwa katika hospitali ya Mimosa kabla ya kuhamishwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambako alifariki usiku huo saa 3 usiku. Msichana wangu alikuwa ameenda duka kununua mafuta. Wakati ambapo alikuwa anarudi kutoka duka, alipigwa risasi akiwa hapa kwa gate na hapa ndio penye alianguka. So tukamkimbiza hapa hospitali hapa Mimosa, akafanyiwa first aid, ikashindikana. Wakaita ambulance, tukakimbia Kenyatta. Akajaribu kufanyiwa first aid, kutibiwa, bado ikashindikana, msichana akatuacha. Amandi Valerie mwenye umri wa miaka 26 anadaiwa kupigwa risasi kwenye paja na pia alipelekwa katika hospitali ya Mimosa kabla ya kuhamishwa katika hospitali ya Kenyatta. Baada ya kufanyia upasuaji, risasi ilitolewa na familia yake imeeleza kuwa sasa yuko salama na anaendelea kupona. I was upstairs. Nikaitwa tu chini kumpata, nikapata she is bleeding. Familia za waathiriwa zinadai zililazimika kuzunguka vituo vya polisi kutafuta hati rasmi ya OB ambayo ilitolewa tu baada ya mamlaka ya IPOA kuingilia kati. Maafisa wa IPOA walizuru eneo la tukio Alhamisi Mei 21, ingawa walikataa kuzungumza kwenye kamera. Wamesema swala hilo bado ni jipya na wanaendelea kulifuatilia kwa kina. Sasa inafaa afanyiwe postmortem, bado hajafanyiwa. Nimekujia OB, nimekujia Marurui OB, wakanituma Ngomongo Police Station, nimeenda huko, wakanituma Kasarani, nimeenda Kasarani tena wamenirudisha huko. Vifo na majeraha haya vimefufua mjadala kuhusu mwenendo wa polisi wakati wa maandamano na kuibua swali: je, raia wako salama hata wakiwa majumbani mwao mbali na vurugu za barabarani?